Mtazamaji wa ST Bongo, nipo na meneja ambaye sasa hivi anasimamia msanii ambaye anafanya vizuri kwenye singeli, meneja yake Pattern. Inakuaje mzee wangu? Kama da. Mzuka mwenge. Nimefurahi kukutana na wewe ingawa watu bado hawajalijua hili zaidi, lakini ulikuwa ukisikia kwenye interview ambazo za wasanii wao wakikutaja. Labda kwa kuanza interview yetu hii, jitambulishe wewe ni nani na unahusika gani hasa kwenye mziki wa Pattern pamoja na Sergeant? Mimi naitwa International Manager Bad Loso. Natokea UBT na Kandolo Baba. Tukizungumzia Pattern na Sergeant, naweza kusema katika safari yao hii au katika hiki kitu ambacho kinaendelea nyuma yao, nilikuwa mimi kama ndo founder, naweza kusema kama nilikuwa ndo baba yao katika kufanya wawepo hapa mnawaona. Sawa, unasema kama ulikuwa kama baba yao, yani kama mlezi wao katika support zao kimuziki. Sawa, hizi sintofahamu ambazo zimetokea sasa hivi, tunamwona Sergeant yuko kivyake, Pattern yuko kivyake, kufikia time kuimbiana, tunaona Pattern sasa hizi anasaidiwa na Zuchu, anaondoka mjini. Unajua Sergeant imeonekana tena kama alimtenga mwenzake roho mbaya, kama kuto kupendwa the way anavyochukua Pattern. Kwa kutuweka sawa, unaweza kutueleza nini hasa ilikuwa shida, nini hasa kilichowapelekea hawa wawili mpaka kutengana, ambapo Watanzania kwa mara ya kwanza na hiyo nyimbo yao ya Sariwa Maliwa remix waliwapokea kwa pamoja. Kwa hiyo ingawa kutengana kwao kama napo kila mmoja akapata nguvu yake, lakini haijakuwa kwenye picha nzuri kama mwanzo ulivyokuwa. Wewe unasema ulikuwa tengea mwanzo wa wawili. Wewe ulikuwa unasikia kama ulikuwa unasimama sehemu gani hasa na imekuwaje mpaka tofauti za hawa? Management gani ilikuwa inampendelea sana Sergeant mpaka Pattern akamwajitenga? Okay, sawa. Labda nianze tu na historia kidogo ambayo watu hawajui kwa ufupi. Mimi nilikuwa supervisor wa Yas hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo nilikuwa nafanya zile show za mtandao, nilikuwa nafanya ile Yas Parade, nikawa natembea na wasanii wa kwenye kituo changu. Mimi nina kituo ambacho nilikuwa nakisimamia, kinaitwa UBT. UBT ni kituo ambacho kinakuza na kuendeleza vipaji. Sawa, na mimi ni kama manager ambaye inatokea Kandolo Baba, lakini ndio inamiliki UBT. Nilikuwa pale kama kiongozi, yani artist manager developer ambao na develop vipaji vya watu. So nilivyokuwa nilikuwa nafanya na baadhi ya wasanii ambao wapo kwenye kituo changu. Lakini kuna msanii mmoja anaitwa Rush Talent. Yule Nuna, Singeli Menona. Yule ndo aliwapambania sana wakina Sergeant na Pattern kwangu. Alikuwa ananiambia, manager, kuna dogo mmoja bwana anaitwa Sergeant, mkali sana. Mimi nikamwambia mkali. Kipindi tumeanza kama show 2-3. Na huyo umuite nini na nini. Alafu akasema alikuja kwenye Singeli Fest. Nikasema okay, Singeli Fest nilikuwa busy sana sikumwangalia. Akanisisitiza mkali, nikamwambia mlete. Siku akamleta kweli, nikaenda naye yule dogo, nikamwambia bwana, show yangu mimi kubwa na 1 2 3. Nikampandisha kwenye stage kweli akaua. Nikapenda, nikawa niko na Sergeant. Tukaenda huyo Rush Talent akaja akaniambia, bwana manager, kuna rafiki yangu mwingine mimi nimeasona sana miaka mingi. Umeona hajatoboa, anaitwa Dogo Pattern. Hasa kwa sababu aliniletea Sergeant, nikamwona mkali, ikabidi nimkubali. Nikamwambia sawa, nitamchukua kwenye show ijayo. Akasema hapana, yani huyu hata leo kwa sababu huku tunapoelekea Kimara ndo anapokaa. Nikamwambia sasa leo itawezekana vipi? Leo muite tu nimuone. Kweli akapigiwa simu dogo, nafikiri kulikuwa na D-Square pia nao wanajuana naye, walikuwa wanajuana naye tangu muda. Wakampigia. D-Square ni nani? D-Square ambaye ni manager wa DJ wa Pattern na Sergeant na ndo manager wa Sergeant. Sawa. Akanambia hata sisi tunamjua hivi na hivi. Kwa kipindi iko Pattern na Sergeant hawajuani, ingawa Sergeant uko naye. Mimi niko na Sergeant kwenye Yas Parade. Sawa. Basi ilivyokuwa hivyo, ikabidi Sergeant ndo simu yake ilikuwa nasalio kama sikosei. Akampigia pale Rasha, akamwambia D-Square mpigie Sergeant, mpigie Pattern. Akampigia Pattern kweli akaja. Ilivyokuja nilikuwa katikati ya show. Nikamwambia dogo kaja. Nilivyomuona kwanza dogo nilimwona kama mtu fulani kachoka nini, nikasema huyu kweli ataanza kuimba huyo. Nani huyo? Pattern sasa mara ya kwanza ndo unaona. Kwanza namuona. Yaani ndo anaonana na Sergeant. Wao walikuwa wanajuana kwenye wanakutana huko ila pale sasa ndo kwa mara ya kwanza kwenye ile Yas Parade. Sasa nikasema bwana huyu ataweza kweli kuimba? Mbona kama kachoka alikuwa kama katoka kulala. Wala akaniambia mkali, Sergeant mwenyewe akaniambia bwana huyu ana nyimbo yake inaitwa Afande. Noma. Unamaanisha Afande hii ya Zuchu? Afande hii ya Zuchu, no. Ya Pattern ya muda sana. Ina kama muda gani?
Inaweza ni kama ni miaka 3 4 nyuma huko wanajuana wenyewe. Afande. Kwa leo imehiti. Akanambia noma, Sergeant ananambia. Lashi akanasema mimi nilimwambia meneja Badiloso huyo mtoto noma. Sasa wakanitia upepo pale pale wakanijaza, unaelewa? Nikaona huyu noma. Nikamwambia sema siwezi kumjaribu hapa kwa sababu hapa nipo kazini, inabidi nimsikilize aje kwenye kituo changu cha UBT. Nimsikilize nikae naye pale alafu ndo nimpelekee hapa. Wala akanambia meneja huyu mweke anaua. Nikaona kwa sababu Lashi amempambania sana. Na Sergeant mwenyewe pia alimpambania. Nikabidi nimwambie dogo, njoo. Hii show ni kubwa. Mimi nina dhamana kubwa. Wasanii unawaona hapa ni wasanii ambao wanatoka kwenye kituo cha UBT. Nimekaa nao zaidi ya miezi 6-7. Wako kwenye mafunzo ya nidhamu, namna kufanya show, namna kujibrand na kila kitu. Yaani wako fresh. Wewe sikujui. Lakini nataka nikupe dhamana. Uimbe hapa. Yaani ukiharibu umeniharibia kazi yangu. Yule dogo partner akanambia bro, mimi siwezi nikakuangusha. Nikamwambia poa. Kweli bwana nikamjaribu. Akaja tu DJ alimpigia, nafikiri DJ wa Sergeant alimpigia D-Square. Alifanya kitu kikubwa, aliua sana, alipopiga hiyo afande aliua sana. Unaelewa na magoma mengine. Hiyo ni miaka 3 nyuma. Hapo mwaka mmoja tu nyuma, mwaka jana. 2024. Aliua sana. Sasa alipoua baadaye sasa tulipotoka pale nikamwambia dogo, usiondoke. Nisubiri hapa. Nikafanya kazi yangu nikamaliza, nikamwambia kesho kwa sababu ile ilikuwa kila siku, nikamwambia kesho uje ofisini. Nikampa nauli nini kila kitu. Kesho yake akaja ofisini. Alipokuja nikamwambia wewe utaimba na Sergeant. Nikienda kwenye Yas Parade utaimba na Sergeant. Basi nikanatoka naye nikienda watu wote wanaimba kina Lashi nani nikifika ile ya kufunga au sehemu na wapandisha wawili wanakuwa kama wanabato. Na wenyewe watu wakurugenzi wa Tigo na watu wengine walikuwa wanapenda sana. Anambia bwana kituo cha UBT kinafanya vizuri sana ndio kina watoto wangu. Anambia fresh. Baadaye nikamwambia pattern inabidi uje kwenye kituo changu nikusajili upate mafunzo ya kujua kwamba ni namna gani hata ustaki ukikuta utaishi vipi, kujibrand, uwe na nidhamu, game inahitaji heshima na vitu vingine. Kweli pattern akanisikia akaja na nikamsainisha mkataba wa members. Si UBT tuna mkataba wa members. Unamsaini kwanza mtu ambaye anakuwa members anatambulika ili hata kama anasaidiwa tunamsaidia kama member. Sasa ilikuwaje pattern akajitenga? Sasa issue ikaja baada ya kumaliza hiyo Yas. Mimi nakumbuka nilipomaliza tu nikamwambia Rush Talent, nikamwambia Rush, watu walionitambulisha ila huyu na huyu nataka afanye kazi pamoja. Wewe waambie kwamba mimi nataka afanye kazi pamoja. Mimi naenda Morogoro nikirudi nitarudi na jina la kundi. Ikiwezekana niwape jina la kundi. Nikamwambia Rush. Akasema poa, mimi nitaongea nao hao wanangu. Poa. Mimi nikachomoka, nikaenda zangu Morogoro. Kipindi niko Morogoro wakanipigia simu D-Square. Akanipigia bwana sisi tuna idea tunataka tukarekodi studio. Nikamwambia okay sawa. Nikampigia simu meneja Kandolo ambaye ndiye ni bosi wa Kandolo Baba na UBT. Nikamwambia meneja Kandolo kuna vijana wangu watakuja wanataka kurekodi 1 2 3 naomba unisaidie kufacilitate. Nikirudi mwenyewe nitajua naishi nao vipi. Kweli meneja Kandolo aliwatumia nauli kama sikosei, wakaingia studio ile ngoma imefanyika kwenye ofisi yangu ya UBT. Na producer alifanya anaitwa Kusa. Ile ngoma ya Salio imefanyika UBT kwenye ofisi yangu mimi. Ndio maana unaona Pattern ananizungumza na Sergeant ananizungumza. Walipofanya wamemaliza nikatumiwa demo na producer ambaye ni Kusa naye yupo hapo kwenye kituo. Maana pale nina wasanii na producer na dancer na DJs kila kitu. Kwa hiyo ngoma ikakaa nikasikiza nikamwambia hii demo ni nzuri. D-Square akaniambia kwa hiyo mimi natengeneza cover bro, nikamwambia tengeneza mimi narudi kesho kutwa. Akatengeneza kweli tukaiachia ngoma ikawa inaenda. Nilivyoenda mimi nikaa nyuma yao na wasupport kama wadogo zangu lakini kama members wa UBT. Japokuwa Sergeant hakuwa member, alikuwa member ni Pattern. Basi ukawa naenda wakitaka challenge wanakuja bwana simu yako kubwa na wapa simu sometimes na washuti na wapeleka mariaso. Mimi nilikuwa nikitaka kuwavalisha hata ukiwauliza pande zote mbili na wavalisha wote wawili na wapendezesha wote wawili na wanunulia chakula wote wawili, tukiachana na achana nao wote wawili. Hata nilipokuwa nafanya nao Yas Parade nilikuwa nawalipa sawa wote. Na yani nilikuwa na waendo vizuri kama familia yangu. Sasa wale ambao walikuwa wanamdhulumu Pattern kwenye show ya 300,000 Pattern anapewa $20,000 au $40,000 yeye $40,000 Sergeant. Ile management gani? Hiyo sasa hapo utata ndio nataka niuelezee kwamba ilivyokuwa hivyo ngoma ilivyofanya vizuri. Sasa wakaanza kupiga show, kukaa na vitu vinatokea. Yani Sergeant alikuwa Pattern alikuwa anaonekana anazingua kwa namna yake na management ilikuwa inaonekana inazungua kwa namna yake.
Lakini management ambayo ni D Square alikuwa anakuja kunishtakia masuala ya pattern, na pattern anakuja kunishtakia masuala ya D Square. Nikawa najaribu kuwasuluhisha. Pattern alikuwa na matatizo gani? D Square aliniambia kwamba pattern alikuwa na shida. Yaani yeye walimwambia kwamba bwana, inabidi tuwe pamoja, ujiunge kwenye management hii kwa sababu wewe una management. Wanasema walikubaliana, mimi sikuwepo. Lakini akawa anafanya maamuzi yake mwenyewe, anapokea simu za show, anaenda kuimba mwenyewe. Sijui ilikuwa show Steve Mweusi, sijui hivi, unaelewa? Ikawa hivyo. Kwa yule akaja kanilalamikia. Alipolalamikia nikasema kama alipokea hivyo, basi ni kosa. Kama mlikubaliana wewe ndio kiongozi na yeye kapokea, ni kosa. Pattern alikupa malalamiko ya management inamzingua nini? Basi Pattern akaja kwanza, nikamwambia kuhusiana na hilo jambo, naye akanielezea jinsi lilivyo, tukalimaliza. Ila Pattern akaniambia malalamiko ya management inamtenga. Sawa, inawezekana ikawa na interview inafanyika hapa, yeye wanamweka nyuma. Inawezekana pia vile vile kukawa na issue hapa hivyo ya nguo, wakienda sehemu kwenye mashow yeye afanyaje, awamvalishi. Lakini kuna vitu viwili ambavyo aliniambia, mimi niwe mkweli, mimi nilikuwa nawalea wale wadogo zangu wote, nawapenda, sina tatizo na mtu yote. Mimi kiliniumiza, kuna kitu kimoja aliniambia, kuna siku waliitwa kwenye show kwenye bar fulani. Walienda wakaimba, wenzake wakapewa 200,000, yeye akapewa 40,000. Sitaki kumtaja huyo mtu, ni mtu mkubwa. Na mimi nilimpigia simu, wakampa 40,000. Baadaye akaniambia kuwa kuna siku nyingine alikuwa na yani ngoma kipindi inatoka tu. Yule Pattern alipiga simu, hapo nilikuwa na mimi, akapiga simu akamwambia sijui nani, sijui Boba alipiga simu, akamwambia bwana, naomba mimi hiyo ngoma kipindi mnai-upload na mimi mni collaborate ili account yangu ikue. Alafu ikasemekana kwamba D Square alijibu akasema huyo Pattern achana naye, tutamwambia tumesahau. Kipindi anaongea nje. Alafu hapo Pattern hapo simu iko hewani. Akaja akanifuata ndani ofisini kwangu, akaniambia bro, mimi hapa nimeomba hivi lakini Sergeant kajibu hivi hapa kwenye simu sasa hivi. Nikamwambia amejibu hivyo, basi hamna shida, mimi nitaongea naye. Pindi nimemuita ili aje studio ili nizungumze naye. Ile ngoma pia nikaanza kuchunguza hicho anachoniambia Pattern. Ni kweli, hebu ngoja nifuatilie. Nikaanza kuchunguza. Akaniambia angalia hata ngoma ameandika Mdogo Sergeant featuring Pattern. Wakati ngoma ni ya kwangu mimi Pattern. Ukiingia kwenye TikTok yangu chini ipo, nimeimba miaka 3 nyuma. Mimi nimempa verse tu Sergeant ili tufanye twende wote. Kwani wasiandike Pattern na Sergeant? Mpaka aandike Sergeant featuring Pattern. Kanambia manager, mimi naonewa. Kikweli mimi kitu hiki kikaniumiza, nikasema okay, anyway, ngoja mimi ndampata D Square tuzungumze. ST Bongo, nyumbani kwanza.